how to trade fundamentals. Jinsi gani ya kutrade hizi fundamental ambazo tuliziona siku ya wiki hii. Kwa hiyo njia za kutrade fundamental zipo tofauti. Leo nimebadilisha network. Kwa hiyo kama kutakuwepo na changamoto ya kutosikika vizuri, mtaniambia, kwa sababu hii network sijai kuitumia. Tumechange network kidogo. Kwa hiyo mtakuwa mnanipa update kama sauti yangu itakuwa inakatakata, mtanifahamisha ili niweze kuboresha huko. How to trade fundamental ama news. Kwanza zipo njia ambazo unatakiwa kuzifahamu unapokuwa unataka kutrade hizi fundamentals. Jana nimezungumzia ambazo ni mostly tutakazoenda kuangalia ama strong fundamentals ama news. Ziko ngapi? Tuliangalia kwamba forms, tukazungumzia CPI, tukazungumzia PPI, tukazungumzia NFP, kwamba hizi ndo news ambazo zinakuwa very strong unapotaka kutrade gold, unapotaka kutrade Nasdaq and US30, ama unapotaka kutrade USD against each other pairs. Kwa hiyo inapokuwa imetoka forms ama interest rate ama ikitoka CPI, PPI, NFP, hizi ni news zote zinaleta impact. Inaweza ikawa positive ama ikawa ni negative. Kwa hiyo vyovyote vile itakapotoka inaweza ikasababisha soko itaweza kufanya nini? Kubuy, ama soko likafanya nini? Likasell. Kwa hiyo ni jukumu lako wewe trader kuweza kufahamu itaweza kabla ya actual data kutoka ama after actual data kuwa released. Sasa hizi news zote ambazo tumeziona, especially hizi ngapi? 1 2 3 4, ziko na kitu ambacho kinaitwa behaviors ama tabia. Zinakuwa na tabia ambazo zinakuwa zinatengeneza tabia. Hii inakuwa iko technically kwa kuangalia chati, kwamba inapotokea labda news ya interest rate kumekuwa released, ama kuna CPI imetoka, ama kuna PPI, kuna kuwepo na behaviors kwenye chati yetu. Unapoangalia chati kuna some behaviors unaweza ukakutana nazo. Kwa hiyo hizi behaviors tunazitumia, zinaweza zikatusaidia kupata nini? Kupata entry, ama zikatusaidia kupata exit. Kwa hiyo ni vizuri tutaenda kuangalia hicho kipengele upande wa behavior ama tabia ya hizi news forms, CPI, PPI and NFP. Lakini kitu kingine kiangalia ili kuweza kupata entry au exit point, tutaangalia market structure. Tunapozungumzia structure ni kama shape, maumbo fulani ambayo linaweza likawa limetengenezeka. Sasa hii inaweza likakupa taarifa itaweza usele ama ubai. Kwa hiyo hivi vitu vyote tutaweza kuviunganisha na sisi iweze kufanya nini? Kutusaidia sisi kuweza kupata entry ama exit point. Kumbuka kwenye fundamental tulivyokuwa tunasoma labda zile data previous, forecast and actual. Hizi kwa upande wa fundamental inatusaidia kupata nini? Kupata direction, kujua direction ya hiyo news inaelekea wapi, ni ya kubai ama ni ya kusell. But tunapokuja kwenye kutrade tukatumia technical kwa kuangalia chati na hii market structure, zote hizi tunazitumia kwenye chati. Kwa hiyo huku inatusaidia sisi kupata nini? Kupata entry ama kujua exit point. Okay, naomba ni mute, kuna mtu ana sauti ina interfere huko kwetu. Kwa hiyo hivi vitu vyote vitatusaidia kwamba upande wa technically sisi tunakuja kuangalia exit and point, exit and entry and exit point, lakini kwenye direction tunakuwa tushaipata from nani? From fundamental, tunakuwa ushaijua. Kwa hiyo twende tukaone methods.
to trade fundamentals, ama kuna mwingine anaweza akaita labda strategy. Mimi nimetumia methods ni kama njia za kutrade hizi fundamentals zote kwa pamoja, kwamba forms, CPI, PPI, NFP unaweza ukazitrade kwa njia gani. Tunaona kwamba hizi data ukiangalia tulivyosoma previous, forecast and actual, tunakuja kuona hii actual inakuwa haipo. Kuna kuwa na previous data, kuna kuwepo na forecast data, lakini actual data inakuwa haipo. Actual data inatoka saa ngapi? Kwa mfano kama wamekwambia labda NFP inaenda kutoka saa 10:30 jioni mfano, maana yake hii actual data inaenda kutoka muda huo saa ngapi? Saa 10:30. Sasa kuna watu ambao ni kuna traders ambao wanaweza kusema mimi nataka ni trade hii NFP ikiwa bado, yani niingie sokoni kabla ya saa 10:30. Nichukue direction kwa kuangalia nini? Kwa kuangalia data za previous na kuangalia data za forecast. Kwa hiyo huyu trader anahitaji kuingia sokoni before ule muda wa nyuzi haujafika. Je, anafanyaje? Maana yake anachoenda kufanya ata trade before the news. Kwa hiyo njia ya kwanza ambayo tutatumia ama method ya kwanza ni to trade before news released time. Alafu njia ya pili ni after the actual data released. Kwa hiyo ina maana huyu wa kwanza ata trade ikiwa hii namba ambayo ni actual data inakuwa bado haijafanya nini? Haijatoka. Lakini huyu trader ambaye atachagua hii method ya pili ama strategy yake ya pili, yeye ata trade ikiwa actual data ikiwa tayari imefanya nini? Ikiwa imekuwa released. Ikiwa tayari imekuwa released. Kwa hiyo hapa there are some risks ambazo kila mtu amezibeba. Huyu wa kwanza kuna uwezekano kwamba hizi actual data ikabadilika, alafu ikabadilisha direction yote, kwamba kama ulikuwa unategemea forecast, mfano kama ni NFP labda previous ilikuwa labda 40k, alafu unategemea itakuja kuwa labda 50k forecast, afu hapa ikatoka 30k. Maana yake huyu wa kwanza risk yake ni kwamba inaweza ikabadilika direction, na muda huo alikuwa ameshafanya nini? Alishabuy. Kwa hiyo kama alikuwa ameshabuy na market ikasell, tayari inaweza ikawa ni nini? Inaweza ikawa ni changamoto kidogo kwa upande wa nini? Wa hii njia ya kwanza. Lakini hii njia ya pili, huyu trader anakuwa alishafahamu kwamba hii actual data ni kiasi fulani imetoka na direction iliyotoka maybe ni ya kusell. Kwa hiyo natakiwa nifanye A, B, C au wote. Na njia ya kwanza pia kitu kingine, labda faida ilionayo, huyu anaweza akatengeneza faida ndani ya muda mfupi, kwamba akatengeneza kama itaenda upande wake, labda ikiwa ni buy, anaweza akabuy just 2 minutes akawa ameshafikia malengo target yake, kwa sababu news ina push soko kwenda mbali kwa muda mfupi sana. Kwa hiyo hii namba moja advantage yake ni kwamba huyu anaweza akafanya scalping ya muda mfupi na akawa ameondoka sokoni kwa muda mfupi. Huyu wa pili anatakiwa asubirie kuna some confirmation zitokee ndo aweze kuingia sokoni, japokuwa wote wanaweza akatengeneza same result ama matokeo yakazidiana kulingana kwa kufuatana na nini? Na mtaji waliotumia, lakini kufuatisha na labda lot size na risk management waliotumia. Kwa hiyo mambo yanaweza kutofautisha nini? Outcome zao ama profit zao. Lakini for mimi mara nyingi huwa natumia njia hii ya pili. Nikitumia njia ya kwanza kuna namna ambavyo nakuwa nimeminimize risk. Yaani inakuwa kama ni lot size inakuwa nimeminimize, inakuwa iko chini. Lakini mara nyingi nakuwa natumia njia namba 2 ambayo tayari actual nakuwa nishafanya nini? Nimeshaifahamu. Kwa sababu actual ukishaifahamu maana yake itakurahisishia kujua kwamba direction hii inaenda upande fulani, direction hii hapa inaelekea upande fulani. Kwa hiyo kama trader unakuwa katika mazingira mazuri ya kuweza kujilinda ama kulinda mtaji wako na kutengeneza kiasi ambacho ni kizuri. Sasa hapa kuna mambo ambayo yanaweza kukupelekea ikiweza trade
iende vizuri kwa upande wako ama uweze kuharibu, kwa sababu ya kitu kimoja ambacho kinaitwa risk management. Risk management hii siwezi kuzungumzia chochote kwa sababu hii ni topic ambayo tutaenda kujifunza, na kabla ya kutumia njia mojawapo, itaweza number 1 au number 2. Hakikisha hapo unakuwa huko vizuri kwenye risk management, ufahamu kwamba ni risk management ambayo ipi natumia na ni instrument gani na trade, kama ni gold ama kama ni Nasdaq ama kama ni US30, au wote watatofautiana risk management, kwa sababu kuna some factors zinazotofautisha ambazo tunaenda kuziona kwenye upande wa risk management. Kwa hiyo japokuwa na kuonyesha namna hapa utakavyoenda kutrade hizi news, lakini hichi kipengele cha risk management usikisahau. Kama jana nilivyozungumza kwamba hili darasa ama kwenye forex it's like dots tunaziconnect. Yani dot ya kwanza una connect number 2, number 3 una connect ili uweze kuchora mstari wako ambao una meaning inayoeleweka. Kwa hiyo hakikisha hata kama utajua namna ya kutrade hizi njia, uhakikishe vizuri na hapa kwenye upande wa risk management unakuwa vizuri, kwa sababu kuna mtu mwingine anakuwa amepata labda direction aishajua ni sahihi, amepatia kila kitu amepatia, lakini ana mess up hapa kwenye upande wa risk management na inamsababishia trade yake inakuwa haileti matunda ama anaondoka na hasara wakati mwingine kwa sababu ya sehemu ya risk management. Sasa tuende kwenye news moja baada ya nyingine. Wale ambao mlikuwa mnafuatilia, leo palikuwepo na retail sell. Unakumbuka jana nilichozungumzia kuhusiana kwamba retail sell nikasema hii news haina impact, yani impact zake ni ndogo sana, na kama ulifuatilia siku ya leo saa 9:30 ilikuwepo, it was like hamna chochote kilichotokea. Ndio maana hapa sijafanya nini, sijaiandika. Kwa hiyo kama unataka kutrade news kwenye upande wa hizi calendar news, base na CPI, base na PPI, base na forms, base na NFP, hizi ni news ambazo zina uhakika vizuri sana. News nyingine ambazo zimebaki kama zina volatile ni ya kawaida. News ambayo nyingine labda ni initial unemployment claim. Kama nakumbuka tuliona initial unemployment claim. Hii na yenyewe sometimes inakuwa na volatile lakini ni kidogo, na yenyewe inakuwa na nguvu japokuwa ni standard tu ya kawaida. Kwa hiyo news ambazo ni very very strong ni hizi hapa ambazo nimekumentionia kwa mwanzoni hapa. Tuanze kwa njia kwa kuangalia news ya forms, how to trade, jinsi ya kutrade forms ama interest rate ama federal fund rate. Tumezungumzia kwamba kuna vitu ambavyo lazima uvitazame. Kwanza, namba moja tumezungumzia kwenye news zote, lakini hapa tuko tunaangalia namna ya kutrade these forms. Njia ya kwanza utaangalia upande wa behavior, kwamba ina act vipi, behavior ama tabia ina act vipi. Lakini namba 2 utaangalia market structure. Hizi ndio zitakazo kusaidia sasa wewe kupata nini, kupata entry, kuweza kujua entry yako na exit yako. Ukiangalia kwenye upande wa behavior, tunahitaji kuangalia behavior, je, kwenye nini? Ni kwenye Nasdaq, kwenye gold ama kwenye kitu gani? I'll show you kwenye upande mbili, Nasdaq US30 na kwenye upande wa nani, wa gold. Sisi pair atubezi nazo kwenye upande wa gold. Kwa mtu ambaye unahitaji kutrade hii news ya forms ama interest rate na unataka kutrade Nasdaq ama US30, na kushauri hii achana nayo, tu trade hapa. Kama unataka kutrade forms kwa upande wa Nasdaq ama US30, trade Nasdaq. Kwa sababu gani? Nasdaq inakuwa ina show behavior ambazo ni nzuri kwa upande kwenye upande wa hii wa character ama behavior, na kwenye upande wa market structure inaonyesha vitu ambavyo ni vizuri. Kwa hiyo kuliko kutrade US30 ni vizuri ka trade Nas 100. Kwenye upande wa gold hamna changamoto, hiyo haina shida, lakini kama unataka kuchagua kimoja wapo kati ya Nasdaq ama US30 kutrade forms, ni bora ukachagua Nasdaq. Iko vizuri sana kwenye hizi news for forms na news zingine kuliko huyu mwenzake ambaye ni US30. Tuanze na tabia. Kwanza
Tuanze na market structure. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukifanya unapokuwa unataka kutrade hii forms ama interest rate, unatakiwa kwenye chati yako, nadhani twende kwenye chati moja kwa moja. Naomba ni switch twende kwenye chart niwe naelezea nikiwa kwenye chart. This is Nasdaq. Unapokuwa unataka kutrade forms, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukifanya ni kuswitch chart yako to 5 minute. Switch chart yako to 5 minutes. 5 minute ama 15 minute. Lakini na kushauri hapa tunazungumzia kwa upande wa nani? Wa Nasdaq, sio gold, wa Nas 100. Utaswitch chart yako iende kwenye 5 minute ama 15 minute. Sasa hapa kuna sababu nyingi ambazo nitaenda kufundisha kwenye upande wa risk management. Kwa nini tunaweka kwenye 5 minute na vitu kama hivyo? Lakini tunaweka kwenye 5 minute kwa sababu tu ya kawaida ni kwamba tunahitaji kuona movement ile inayokuwa inatokea kwenye news, lakini tunahitaji kuona structure ama market structure tuweze kuiona inavyotengenezeka, kwa sababu tukiweka katika 4 hour ama tukiweka katika daily, hii structure tunaweza tusiione ambayo sisi tunahitaji ili tuweza kuchukua entry ama kupata exit point. Kwa hiyo kwenye Nasdaq kama unahitaji kutrade forms ama interest rate, weka chart yako iwe katika 5 minute. Hii 15 na yenyewe sio nzuri. Weka katika iwe shuke katika 5 minute. Kwa hiyo kama sisi hapa tuta switch chart yetu iweze kuwa katika 5 minute. Hii nitai switch niweke katika 5 minute. Sasa twende tuchukulie mfano labda forms inaenda kutoka mara nyingi forms inatoka usiku, huwa ni usiku, kama sio saa 3 usiku, saa 4 usiku, mara nyingi ndio muda wake huu. Lakini kwa sababu ni mfano, tuseme labda inaenda kutoka labda saa 10 jioni, mfano saa 10:30 labda PM jioni. Unahitaji kutrade kwa method number 1 ambayo ni nini? Before actual data. Before actual data. Njia namba 1 ambayo unaweza ukatumia kwamba unataka kutrade Nasdaq before actual data. Sasa hii before actual data, njia ambazo utazitumia ni moja, kwa sababu hii haina kuangalia labda structure imekaje. Hii unaingia kwa kufuatisha ile direction ambayo umeipata kwa kuangalia previous data and forecast data. Kwa hiyo kama hizi zitakwambia kwamba labda Nasdaq itasell, kitakachokuja kukuokoa ni kwenye upande wa risk management, lakini direction pia iweze kuwa ni yenyewe. Sasa tukija kwenye upande wa behavior, hii forms inapokuwa inatoka mara nyingi kwenye tabia zake inaanza kwa kufunga. Kwa mfano kama ni kusell, inaanza kwa kupanda juu. Yaani naomba nionyeshe kendo hapa ambayo inaweza ikatupa mfano. Inaanza kwa kupanda juu alafu inajivuta tena chini. Sijui kama naweza nikapata candlestick ambayo kwa mfano kama ingekuwa ina buy, tuseme kama ingekuwa ina buy, nitachukua kendo ambayo inatuonyesha kwa mfano hii kendo ilivyokaa hapa, hii kendo ilivyokaa. Mwalimu samahani, naomba uyapunguze hayo mengine hapo. Nifanyeje? Naomba kama ikiwezekana ufuta hayo mambo mengine umeandika hapo, ibaki clear chat. Okay, sawa. Hivi unaona kwa mfano hii kendo mpaka inakuja kutengenezeka hii kitu kwamba imeacha mkia, imeacha hii wick ndefu. Maana yake ni nini? Kwamba before ilianza kwa kusell ikashuka mpaka huku chini, lakini ikajivuta kuja juu. Kwa mfano hii hapa, maana yake ni nini? Ilianza kwa kudrop alafu ikapanda wapi? Ikapanda juu. Sijui concept umenielewa hapa, lakini kwa sababu mimi sina uwezo wa kufanya hizi candles zitembee kwa sasa hivi. Yaani inaanza kama kwa kujivuta alafu inatokea kama inaacha kimkia fulani hivi. Kiwick inakiacha wapi? Kwa chini. Kama ingekuwa imeanza kwa kufanya nini? Labda inaanza kwa kubai.
inaweza ikaanza kitabia. Sasa hapa tunaangalia nini kitabia, kwamba mara nyingi forms inaanza kwa staili ya nini ya namna hiyo. Kwa hiyo haya maneno nilikuwa sijayafuta ili yaniongoze mimi nitakacho kuwa nataka kukiongea. Okay. Kisha kwa hiyo maana yake ni nini? Kwamba ukiwa na trade before actual data, huo unafahamu kwamba kile kimkia ama kiwick kinaweza kikakufanya ukaondoka sokoni ama ukatoka ukaiti nini stop loss yako ikafikiwa. Kwa utakachoenda kukifanya ni kuhakikisha unafanya calculation vizuri kwenye upande wa risk management. Kwenye upande wa risk management utaacha gap, kwamba kama ni gap fulani ambayo sasa hapa nashindwa kuelezea kwa sababu hatujasoma risk management, lakini tukisoma risk management naomba ukumbuke hii concept ili uje uconnect hapa ni namna gani, ama tukumbushane kwenye risk management. Tugusie kidogo huku ni kuonyesha namna ya kuweka stop loss ama take profit hizo. Kwa hiyo maana yake kama market labda iko sehemu hii, ama tuashumu labda market iko hapa kabla haijatoka, news inaenda kutoka saa 8:30, I mean saa 10:30, na wewe unataka kuingia sokoni before actual data haijatoka, direction ushaifahamu kwamba it's a sell. Hakikisha kwanza angalia saa yako, usiingie kabla labda ya nusu saa ama dakika 15. Hakikisha kwa mfano kama hapa ni saa 10:30, make sure unachukua hii entry kwenye 5 minute ya mwisho. Yani kwa mfano hapa ni saa 10:30, unakuja kuingia saa 10:28 ama saa 10:30, saa 10 labda 26 ama dakika 27. But usifanye kosa la kuja kuingia saa 10:29. Market inaweza ikakukatalia hapa, kwa sababu kipindi cha news inapokuwa inataka kutoka, news ambayo ni strong kama hii, spread zinatendi kuwa wide, zinatendi kupanuka, lakini na hii system zote za broker zote zinakuwa ziko very very busy. Kwa hiyo unaweza ukainta ile entry yako ikakugomea muda wa dakika ngapi? Dakika 29 ikagoma. Kitu kingine cha kuzingatia ni kuangalia aina gani ya broker pia unatumia, kwa sababu kuna broker wengine wakishafika ule muda wa labda wa forms wana minimize leverage. Kwa hiyo leverage inakuwa ni kidogo. Kama mnakumbuka tulizungumzia kidogo kwenye upande wa leverage. Kwa hiyo unakuja kuchukua entry inakwambia not enough money. Kwa hiyo hicho kitu pia cha kuzingatia unapokuwa unataka kutrade news. Kwa hiyo utakuja kuchukua entry kwenye saa 10 labda dakika 26, 27, 28. Utaishia hapa. 29 ile hapana. Ukiwahi sana dakika 25. Kwa hiyo ukiwa unasubiria ile kendo ya mwisho ndio ije kufanya nini? Ndio ije kutoka, ambayo inakuja kukamilisha saa 10:30. Na ukishafanya hivyo, hakikisha stop loss yako. Kwa mfano kama hapa ni kusell. Sisi mfano wetu ambao tumeutumia ni wa kusell na tunawashumu labda price iko maeneo haya. Usije ukaweka stop loss hapa, kwamba ukaja ukaweka stop loss yako hapa, utakuwa umefanya kosa, kwa sababu hii market inapofunguka inaweza ikajump ikaja huku juu, alafu market ikafanya nini? Ikashuka upande wako unaotaka. Muda huo ikiwa imesha kuondoa nje ya soko na samu hasara. Kwa hiyo utakachokifanya ni kufanya calculation vizuri hapa ili stop loss yako ikae mbali. Kwa mfano kama iko hapa, labda hii ndio sehemu ambayo news inaenda kutoka, ndio entry yako ambayo umechukulia. Hakikisha stop loss iko eneo la wapi? La juu. Stop loss weka eneo la juu zaidi. Sasa hili siwezi kukadiria ama kuambia uweke wapi, kwa sababu hatujasoma risk management. Tutakaposoma risk management utakuwa unafahamu kwamba sasa kwa calculation hizi natakiwa niweke stop loss sehemu fulani, ambako utakuja kuweka stop loss hapa. Kama utakuwa labda unamtaji labda $200 mfano 200 USD, unaweza ukasema katika hii 200 USD stop loss yangu ambako inaenda kukaa, naweza nikawa nimeriski labda $50. Huu ni mfano, labda $50. Maana yake hii $50 unayoiweka, usije ukaweka stop loss karibu, weka stop loss mbali kiasi kwamba ikije quit huku unakuwa unafahamu utapoteza $50 tu. Lakini pia kuja kufikiwa kwenye eneo la stop loss, mimi hii trade hata direction itakuwa ishabadilika, itakuwa sio direction sahihi, kwa sababu patakuwa kuna umbali kidogo. Kwa ina maana hiyo njia method namba 1, kitu kinachoweza kukufanya ukafaulu ama ukafeli ni namna utakavyo position ile stop loss yako, ni wapi ambako unaiweka, kwa sababu
news kabla haijafikiwa ama ule muda ambao 5 minutes before, unakuta candlestick inakuwa inacheza sana. Candlestick inakuwa inacheza sana, inapanda juu inarudi chini, panda juu inarudi chini. Kwa kama umeweka stop loss karibu, unaweza kujikuta una hit stop loss ikiwa ni dakika labda 28 ama stop loss dakika 29, even the news ule muda ambao bado haijafanya nini, haijafikiwa. Kwa hiyo njia ya kwanza ni ya kuhakikisha stop loss yako unaiweka mbali na una calculate, sio unaweka stop loss mbali ambapo unakuja kupoteza kiasi kikubwa kwenye mtaji wako. Hapana, hakikisha una calculate kiasi kizuri, na take profit unakuja kufahamu kwamba take profit nitakuja kuiweka sehemu fulani. Sasa kwa kuangalia behavior, kwa kutazama behavior, mara nyingi hii forms, kumbuka hapa tunazungumzia about forms. Mara nyingi forms ikitoka ule muda ambao ni saa labda news inatoka saa 10:30 PM mfano, inapotoka tu pale saa 10:30 ikifika, mara nyingi huwa inakimbia mpaka kwenye pips mia ngapi, kuanzia 250 wakati mwingine mpaka 400. Kwa hiyo wewe take profit yako inabidi uiwekee wapi? Kwenye pips labda 250 au middle 250 na middle ya 400 hapo. Kwa hiyo unaweza ukaja ukaweka labda stop loss yako kwenye pips 300 na ngapi na 50. Kuna mtu mwingine ambaye aishawahi kutrade anajiuliza pips 350 unaweza ukazifikishaje? Kwenye Nasdaq, kwenye US30 ni kitu cha kawaida hicho, kufikisha pips 150 ama 350, even 1000 kufikisha kwa siku moja ni kitu cha kawaida. Ndio maana kwenye Nasdaq ama US30 wakati mwingine inakuwa rahisi kwa trader kutengeneza faida hata kama ana mtaji mdogo, kwa sababu amount of pips ambazo anaweza kutengeneza per day zinakuwa ni nyingi sana kulinganisha na kwenye pair. Pair kutengeneza pips 400 let's say inaweza ikakutumia one trade, sio rahisi kukupa hii pesa ama hizi pips, kwa sababu kama ni one trade utatakiwa kuhold for more than a day. Sio rahisi pair kutembea pips 400 unless kuna pair zilizogawanyika. Kwa mfano labda pair USD MXN, ile inaweza ikatembea kwa sababu kulingana na nini, tukipata muda nitakuonyesha namna, au tukisoma risk management tutakuja kuona kwamba kuna utofauti kwenye nini, kwenye pair. Pair pia na zenyewe zinafanya nini, zinatofautiana. Lakini kwenye Nasdaq ni kitu common ambacho kwamba unaweza kupata pips 350 au 250. Kwa hiyo take profit yako utaiweka middle, unaweza ukaweka kuanzia au 250 ukaweka 300 kamili ama ukaweka 400. Maana yake news inapotoka ule muda itaenda itaiti ile take profit yako na itakuwa umeondoka kwenye soko ukiwa na faida ambayo ni nzuri. Kwa hiyo hii method namba moja haina mbwembwe. Mbwembwe zako ni kwenye upande wa risk management, kwa sababu direction unakuwa ushakuwa nayo. Hatuhitaji kuangalia market structure kwa sababu yenyewe inakuwa bado haijakuwa formulated, news inakuwa bado haijatoka. Hiyo ni method namba moja. Hakikisha hiki sehemu kwenye, kama unataka kutumia hii njia, hakikisha kwenye upande wa risk management unanielewa vizuri, ili uapply risk management hapa, namna ya kuweka hizo stop loss na kuweka take profit. Take profit haina issue kwa sababu unaweza ukacalculate amount of pips kwa kuangalia behavior, kwamba forms mara nyingi ikijump ina jump pips 250, pips 300 au mpaka 400 inaweza ikafika wakati mwingine. Kwa hiyo unaweza ukaweka take profit yako kwa kuangalia amount of pips, lakini stop loss inakuhitaji ucalculate vizuri as a trader, ili kuweza kulinda mtaji wako na kujiweka mazingira ambayo ni salama pia. Twende tuangalie method number 2. Method number 2 hii una trade after actual data released. Yani actual data ikishatoka ndo unakuja sasa kutrade kwa. Yes, karibu Rwanda Victor brother. Yeah, nina swali mwalimu. Kwenye hiyo method ya kwanza umesema kwanza, umesema ulitueleza kwamba it normally starts from sort of manipulation, kama nimekuelewa vibaya, kwamba yani kwamba kama ina sell basi itaanza kupanda kwanza alafu ndo iendelee kusell, si ndio? Yeah. Sasa my question is, umesema it normally runs with I mean normally ina run 250 pips to 400 mara nyingi. Sasa swali langu ni hizo 250 to 400
zile tips za manipulation zimekuwa included au kwanza hizi zimekuwa excluded kwa sababu ule muda ambao yenyewe inafanya hivyo, wewe unakuwa tayari uko sokoni. Mimi nimehesabu kuanzia pale ambako umechukulia entry yako. Yaani kwa mfano kama sasa hivi market inavyo sell hapa, sisi entry yetu labda tungekuwa tu labda tumeichukulia labda hapa let's say tukachukua entry hapa, hizi pips zinazopanda huko haziwezi kutuhusu sisi. Hizi zinatuhusu kwenye nini? Kwenye stop loss. Ndio maana nikakwambia inavyoanza labda kwenda against kupanda labda juu, usiweke stop loss wapi? Karibu, kwa sababu ukiweka stop loss karibu inaweza ikapanda juu ikaiti ile stop loss yako alafu ikaenda upande wako ambao unauhitaji. Ndio maana hiki kisehemu price ambako inakuwa ina kama mimi siwezi kutumia neno manipulation kwa sababu this is not manipulation. Hiyo inakuwa ni kwamba kuna some movement ambazo zinakuwa zinatengenezeka fear na vitu kama hivyo, unakuta soko linakuwa linacheza sana. Ndio maana hizi ziko ndani ya hizi pips ambako zinakuwa sehemu ambako market inakuwa inacheza ziko ndani ya stop loss, lakini sehemu ya entry profit ndio inakoanzia. Yani ile sehemu profit price inapoanza kudrop hivi, profit yako inaanza count from there ambako umechukulia kwenye nini? Kwenye entry. Lakini hizi sehemu nyingine ambayo labda market ikienda against na wewe, hizo ni sehemu ya stop loss hizo. Sasa uko ni upande wa nini? Wa stop loss. Kwa hiyo wewe unatakiwa kufocus kwenye ule upande wa nini? Wa entry yako, kuanzia kwenye entry yako. Mimi hapa nimekadiria ama nimeangalia character kwamba ukiingia before labda 25 minutes ama 26 ama 27, mara nyingi kuanzia hizi dakika kama itaenda upande wako ambao labda itakuwa ina sell, mara nyingi inaenda kuanzia pips 250, 300 ama 400. Mara nyingi sana inacheza hapo. Kwa hiyo kama take profit yako unaweza ukaje ukaiweka, mimi nitachukua pips 350, ukahesabu kwamba kama itashuka, let's say entry yangu iko hapa, nakuja na shuka mpaka huku chini, ndio naweka take profit yangu kwamba ikifika hili eneo mimi itaniondoa sokoni moja kwa moja. Mwalimu. Yes, nimeeleweka. Subiri kwanza brother, umenielewa hapo Victor? Mimi nimekuelewa. Okay. Yes, mwingine? Okay, nilitaka kusema kwa hiyo hapo unakuwa unatumia kwenye 5 minutes. Si ndio hivyo? Unakuwa kwenye hata hiyo profit hujaanza bado. Unakuwa manake kwenye hata hiyo take profit unakuwa unaiangalizia kwenye 5 minutes. Angalizia kwenye 5 minutes. Okay, asante. Ndio. Yaani siku zote uko na trade hizi forms, hakikisha uko katika 5 minutes kwa sababu ukiwa katika labda higher time frame labda 4 hour, unaweza ukakuta hiyo ndio kendo moja ambako haito kuonyesha stop loss yako unatakiwa uweke wapi ama take profit uweke wapi. Kwa hiyo kama uko katika 4 hour unakuta labda news inatoka labda saa 10:30 maybe ama saa let's say labda news inatoka saa 10:30 mfano PM. Nikifungua kendo 4 hour time frame, maana yake hii ni kendo moja, yani ndo ninakuwa ndani ya nini? Ya kendo moja. Lakini nikiwa katika 5 minutes nakuwa niko na kendo nyingi ambazo naweza nikaona mwenendo wake mzuri, hata kwenye kuweka stop loss ikanionyesha kwamba hapo inabidi uweke stop loss, hapo uweke take profit, ama uweze kutumia risk management ya namna gani kupitia 5 minutes. Kwa hiyo haya matendo yote ambayo nakuonyesha hapa hakikisha unayafanyia kwenye 5 minutes. Twende kwenye njia method number 2 ama hii strategy number 2 ambayo hii una trade actual data ikiwa tayari iko released. Sasa tuje mfano labda forms imetoka ikiwa previous ilikuwa labda ni 0.25%, forecast ikawa labda ni 0.2%, then actual ikatoka labda ni 0.2%. Kwa upande wa Nasdaq hapa tungefanyaje? Hii ni nini? Kwa save time. Tuna buy hapo. Buy. Tuna buy. Sasa tuje kwenye namna utakavyofanya. Inapotokea kwamba tayari data zishatoka, umefahamu. Data ilikuwa ni ya kwanza ilikuwa ni 0.25, forecasted ikawa 0.2 na iliyotoka ikawa 0.2. Na ukaja kwenye market ukakuta labda Nasdaq labda ilikuwa kama hapa, let's say ilikuwa na hivi alafu then ikabai. Tuashumu sasa hii ndio kendo imebai. Naomba nichore hapa vizuri. Tuashumu labda price
hapa kwenye chati kama ilivyofanya. Yes. Hatuwezi tukaenda kwenye tukaangalia FOMC ya mwisho ilikuwa tarehe ngapi, labda tukaangalia ilivyoenda. Siwezi kwenda moja kwa moja huko, kuna wakati bado hujaelezea hapa. Yaani lazima kwanza nikufundishe hapa, hata tutakapoenda kwenye news nyingine unaweza ukapata picha nzuri. You get the point, eh? Au tuende moja kwa moja? Hapana mwalimu, ungeendelea. Elezea kwanza hapo mwalimu. Sawa. Kwa hiyo kwa mfano data ishakuonyesha it's a buy, ishakuonyesha it's a buy. Ikiwa ilitokea ni buy haya maeneo, maana yake ni nini? Kendo ya kwanza utakuja kuangalia hizi ni behavior. Tumezungumza kwamba kwa tutakuwa tunatumia nini? Kuna behavior and market structure. Market structure. Msisahau hivi vitu. Behavior and market structure. Kama ni forms ambayo imetoka vizuri, imeenda vizuri, utakuta kuna kendo ya kwanza ambayo inaweza ikawa kama ilianza kwa kubai, utakuta kendo ya kwanza ilianza kwa kusell alafu ikaacha kimkia ikapanda juu. Hapa kwenye 5 minute itafungua kendo nyingine ya pili, alafu itafungua kendo nyingine namba 3. Ikifungua kendo ya tatu ndani ya dakika 15 utaanza kuona kama inaanza kuchoka, inaanza kama kuishiwa nguvu. Ina maana hii ni kendo ya 5 minute ya kwanza, hii ya pili 5 minute, ya namba 3 5 minute. Itaanza kama kufanya nini? Kama kuchoka, itaanza kuishiwa nguvu, itaanza kutengenezeka kama rejection fulani hapa. Kwa hiyo market ikianza kufanya hiki, utaanza kuona kendo fulani zinajitengeneza, mwisho wa siku itaanza kurudi wapi? Ilikotokea. Itarudi ilikotokea. Sasa ukiona kitu cha namna hii kimetokea kwamba market imeshuka inarudi ilikotokea, sehemu labda ilikoacha kimkia, labda ni hapa ambako nimepa shade. Tuseme hiki ndo kimkia. Alafu hapa ndo kendo sasa imeanzia inatengeneza ya kwanza. Hii sehemu kama utaweza unaweza ukaja ukaweka nini? Buy limit. Hii buy limit sijui nilifundisha hizi namna ya kuzitumia, sikumbuki, lakini tutakapoenda kwenye MT4 nitakuelewesha namna ya kutumia buy limit. Kama unaona buy limit ni issue, unaweza ukaisubiri price ikadrop mpaka ikafika sehemu ambako ilifanya nini? Ilianzia. Hii ndio sehemu ambako utakuja kuchukulia nini? Entry yako ya kufanyaje? Ya kubuy. Siku zote market hata kama ikitokea hii sehemu ikatoboa ikashuka mpaka huku chini, usije ukapata hofu kwamba hii inaondoka moja kwa moja inashuka. Usipate hofu ya aina yoyote. Cha msingi stop loss usiweke karibu kwamba ukaje ukaweka stop loss hili eneo. Hapana, hakisha stop loss unaiweka mbali kidogo nitakavyokuwa nimekuelekeza kwenye upande wa risk management. Kwa hiyo ukishachukua entry hii haya maeneo, hakisha take profit yako inakuja kuwa pale pale ambako market ilifanya nini? Iligeuzia. Take profit ndio unapokuja kufanya nini? Kuiweka. Kwa price itakavyo drop, wewe hautohangaika nayo. Utaisubiri mpaka eneo la chini ilikoanzia ndio unakuja kuchukua entry. Ikitokea imetoboa ili eneo, just relax. Usiogope. Relax, then price itarudi juu, itapanda mpaka eneo la TP. Sasa kuna mtu mwingine anaweza kujiuliza hiki kitendo kinaweza kufanyika muda gani? Kumbuka hapa mara nyingi kuna 5 minute, kuna 5 ya kwanza, 5 minute ya pili, kuna 5 minute nyingine hapa. Then price inaanza kudrop. Sasa siwezi kukuambia kwamba hii kitakuwa ni kitendo cha ndani ya risali moja ama mawili. Lakini kuna wakati mwingine based on experience kinaweza kikafanyika kwa haraka sana. Ndani ya risali moja ikawa imeshuka mpaka chini, then ukaichukua. Forms mara nyingi inatoka usiku. Unakuta ni saa 3 usiku ama saa 4 usiku. Kwa kama itatoka saa 4 usiku, unaweza ukaja ukapata mpaka kuja kufikia hapa entry, ukaja ukaichukua labda saa 5 dakika 20 mfano. Saa 5 labda na dakika 20 ndio ukaja kupata nini? Entry ya kubai hapa. Kwa hiyo ukibai unaweka stop loss zako na take profit, then unaenda kurelax. Wewe unafahamu kwamba market itarudi huko ilikofanya nini? Ilikoanzia siku zote. Kwa hiyo structure ambayo tumeangalia behavior kwamba behavior yake ikipanda hivi juu mara nyingi ina drop inarudi katika ilikoanzia. Hiyo ndio tabia. Lakini structure ni kwamba inakuja kutengeneza umbo kama la nini? La V fulani hivi. Kwamba ilikoanzia
ndio iliko kuja kufanya nini? Kurudi tena. Ikirudi hili eneo, wewe ndio utafanya nini? Utabai hilo eneo. Kwa hiyo maana yake utakuwa katika mazingira ambayo ni salama, na kama ni pips utapata pips same na yule mtu ambaye alitrade kwa njia ya kwanza. Ama hata kama atakuzidi itategemea, kwa sababu mnazidiana. Wakati mwingine unaweza ukatrade hivi ukamzidi kulingana wewe labda umetumia lot size kubwa, ama yeye ametumia lot size kubwa, ama wewe una mtaji mkubwa yeye ana mtaji mdogo, ama yeye ana mtaji mkubwa wewe una mtaji mdogo. Kwa hiyo kuna some factors mtazidiana kwenye profit kulingana na factors mbalimbali kama issue ya mtaji, issue ya risk management na vitu vingine, lot size, yote haya mnaweza mkafanya nini? Mkatofautiana. Kwa hiyo kwenye upande wa NAS 100 forms kama imetoka vizuri, huo unafahamu kwamba hiki kitu kitatokea tu. Hichi kitu kitafanya nini? Kitatokea kwa kutumia njia namba ngapi? Njia namba 2 ama method namba 2, ambayo hizi actual data zinakuwa zishatoka. Mpaka hapo nimeeleweka? Ndio mwalimu, unaeleweka hapo. Any question? Sasa kwenye Nasdaq naongezea kitu kingine hapa. Kuna wakati mwingine sisi trader unatengeneza mazingira ya kujiongezea wewe faida. Kwa mfano, forms imeanzia hapa, ilianza hapa, let's say muda forms imetoka, alafu ikaseli kidogo, ikapanda tena juu, ikaenda juu, ikaenda tena, alafu price ikafanya nini? Ikarudi tap hivi, ikafika hili eneo ambalo unalitaka wewe, ukaweka nini? Entry. Lakini ilivyofika katika hili eneo la entry, tayari usha buy. Let's say umebuy kwa 0.1 mfano lot size, 0.1 lot size, then market ikatokea ikaendelea kudrop. Itakapo drop ikafika katika hii zone hii ya pili hii hapa, utaweka buy nyingine ya 0.1, lakini usiweke buy kwa sababu kwamba una buy tu from nowhere. Unakuwa una calculate kulinganisha na mtaji wako ulionao, na unazingatia risk management kwamba nikiongeza position nyingine effect zake zitakuwaje, hazitokuwa nyingi sana. Kwa hiyo utaanza kuona rejection sasa zinaanza kutengenezeka rejection, unaweza ukaongeza buy nyingine. Hii ni njia mojawapo ya sisi trader kujiongezea kwamba nataka niongeze return yangu iwe kubwa. Kwa hiyo inapokuja kurudi mpaka inakuja kufika kwenye hii buy ya kwanza ulioweka, uko katika profit kubwa sana na inapanda mdogo. Ikifika katika hapa, labda imefika hili eneo, hii sehemu imepanda mpaka huku juu, umeona imefika middle hapa, hii sehemu unahamisha stop loss zako zote ulizokuwa umeziweka huku chini, unakuja kuziweka hapa. Stop loss zote za hizi entry ya kwanza, ya pili na ya tatu, hii unakuja kuweka hapa, una break even, yani ama una lock ile profit yako. Lakini kama hauna wasiwasi, ama labda upo na control trade zako unaziangalia, hamna haja ya kuweka stop loss. Lakini kwa mfano nazungumzia kwenye forms, unakuta ni usiku labda saa 5, mtu anataka ngoja nikalale, kwa hiyo unafanya nini? Unaweka stop loss, unaiacha ina run yenyewe. Hata hii TP unaweza ukaondoa, kama umeshaweka stop loss hapo, unaweza ukaondoa ukaiacha kwamba ikifika hapa itafanya rejection, itashuka, alafu then inaweza ikafanya nini? Ikaendelea zaidi na zaidi. Kwa hiyo hii inaweza ikatokea ikiwa hivi. Na kitu kingine, inapotokea kwa mfano mabadiliko yakatokea ya 0.225, mara nyingi interest rate wanafanya mabadiliko ya 0.2. Wakifanya mabadiliko ya namna hii yakiwa ni ya mara ya kwanza, yanakuwa na effect sana kwenye soko la forex ama kwenye soko la NAS 100. Kwa mfano previous ilikuwa labda ni 0. Labda ilikuwa ni 5% tuseme, alafu forecast wakasema itakuwa ni 0.45. Itakuwa ni 4.25. Hivi hapa ni wanakuwa ukimanage hapa 0.2 inakuja hii ya chini, au mahesabu nilikimbia. Ukimanage 0.2 hapa inakuja ngapi? 75 kama sikosei, si ndio? 4.75. Nisaidieni hapa kwenye mahesabu sikosei. Na hapa actual wakasema 4.75. Am I correct, si ndio? No. 5 minus 0.2 ni ngapi?
Uko sawa. Ni sahihi. Uko sawa, ni sahihi. Niko sawa. Yeah. Kuna wakati mwingine wanafanya mabadiliko ya hivi, yani kwamba story inakuwa ni kwamba Fed anaenda ku minus interest rate ama ku plus interest rate kwa 0.25. Ukiona kuna mabadiliko ya kwanza yamefanyika, yale ambayo ni ya kwanza wameminus kiasi cha namna hii, wewe unafahamu kama market itakuwa labda itabai sana, kama ni kusell itasell sana. Kwa hiyo ukibahatika kwamba ukaona market imepanda huku juu na ikarudi katika eneo lake, wewe unafahamu kama ikiondoka hapa itaondoka moja kwa moja, itaenda mbali sana, kwa sababu hao ni mabadiliko yaliyofanyika for the first time. Na uzuri njia ya kuifahamu hii Fed ama interest rate inakuwa inaongeleka sana, inakuwa inazungumzika sana, wanakuwa wamesha predict kwenye vile vikao vinavyokuwa vinafanyika. Nimezungumza jana kwamba kuna vikao 12 vinafanyika, wanakuwa wanazungumza kwamba next interest tutapunguza kiasi fulani, next interest tutapunguza kiasi fulani. Lakini even kwa sasa hivi hata Trump sasa hivi anaweka pressure sana ku reduce interest rate, anapiga kelele sana kwamba wapunguze interest rate. Kwa hiyo ukiona kuna form inayokuja kufuata, wewe unafahamu, fuatilia zile habari zote ambazo zinahusiana na forms. Uzuri nitakuwa na nyinyi, nitakuwa na share hizi habari, mnaziona kwamba zinakuwa zinazungumziwa katika hali ya yale matokeo yanaenda kutoka. Kwa hiyo hata yule anaye trade kwa method namba 1 anaweza akawa katika mazingira mazuri kwa kuangalia hizi mikutano walioifanya, kwa kuangalia event zilizopita, anaweza akajua kwamba next forms tunaenda kupunguza kwa 0 point ngapi, labda 5, ama tunaenda kuipunguza. Cha msingi ni kujua, sio lazima ujue labda 0 point ngapi, ama unachotakiwa ni kujua kama wataenda kuipunguza ama wataenda kuiongeza. Kwa hiyo ukishajua hivi vitu viwili vitakusaidia wewe kupata matokeo ambayo ni mazuri. Kwa hiyo kwenye njia ya kutrade ya kwanza ama ya pili, hapo mimi sichagui mtu, wewe ndio utakayeangalia kwamba njia gani inanifaa ama njia gani hainifai. Inayokufaa ndio unayotumia, ambayo haikufai unaachana nayo. Any question mpaka hapo? Naeleweka vizuri, si ndio? Samahani teacher, mimi niko na swali hapa. Swali langu ni kwamba it means kwamba kama imetoka labda news ambayo ni powerful, labda NFP, it means kwamba soko muda wote itakuwa linaendelea kubai tu mpaka itakuja kutoka news nyingine ambayo itafanya sell au inakuja. Yani sasa swali lako labda kuliweka vizuri ni kwamba labda kama hii forms imetoka, impact yake inaendelea moja kwa moja ama ni kwa kipindi cha muda gani, si ndio? Yes. Okay. Au kama kuna news nyingine labda kuja kwa watu. Inapokuwa imetoka hii news kwa wewe kama trader, kwa sababu trader sisi atu project kama investor wanavyofanya. Investor wao wanaangalia miezi 6, miezi 3, miezi ngapi, mwaka mmoja. Sisi trader tunatafuta zile time trade ambazo ni short term, tunaita short term trade. Huwezi kukaa, kwa sababu hii chart inatembea hivi, iko inashuka, ina buy, ina sell, ina buy, ina sell. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya kama trader ni kuangalia ule muda ambao imetoka forms, kwamba ni matokeo gani ambayo inaenda kuyaleta. Kwa hiyo kama imetoka kwa wingi, kwa zile tofauti kama ni kubwa, wewe unafahamu kwamba price ita react kwa ukubwa zaidi. Kwa mfano kama imeonyesha ita sell, wewe unafahamu kwamba itashuka chini alafu then itapanda tena then itashuka. Kwa hiyo ikishuka, hii reaction inaweza ikadumu labda ndani ya masaa 24 mpaka kesho ikawa reaction bado ipo ya forms. Lakini baadaye inavyoenda siku zinasogea, siku ya pili unakuta forms ile nguvu inafanya nini? Inapotea. Kwa hiyo market inarudi katika hali ya nini? Ya kawaida. Sasa hapo tunaanza kutrade kama ni Nasdaq kwa kuangalia nini? Daily. Kwamba daily ni news gani zinaendelea sasa kwa siku hiyo. Kwa hiyo tunaanza kuiforecast ama kuitrade Nasdaq based on nini? On daily. Lakini inapokuwepo labda form kwa siku hiyo, ili form iweze kuwa interfered inabidi iwepo daily ambao ni kubwa sana, kama kipindi hiki ambacho imekuwepo labda tariffs ni news kubwa sana. Lakini kama ni news za kawaida tu hizi ambazo tunaziona ambazo tutaenda kuziona huko, ama news ambayo from the company, mfano hiyo ni news tu ya kawaida ambayo haiwezi kuidisturb hii forms. Wewe unafahamu kwamba forms italeta mabadiliko kwenye soko 24 hours up to 48
hours itakuwa imeshapotea reaction yake, itakuwa ishaisha. Kwa hiyo kama ulisell unakuwa ushachukua profit yako na umeondoka sokoni na kuendelea kutrade Nasdaq katika mitindo ya kuangalia daily news. Another question. Mfano mwingine kwenye kuseli. Kwenye kuseli ni vile vile. Hapa nimetoa mfano kwenye kubai. Ni vile vile ilivyo kwenye kuseli. Kwamba kama itaanza kwa kusell ama ika-indicate kusell, wewe unafahamu ita drop, itarudi pale pale ambako ilianzia na wewe hapa ndio utafanya nini? Utasell. Ikitokea imetoboa hii sehemu, basi unaweza kaongeza sell nyingine ama sell nyingine, price itashuka, itaondoka moja kwa moja. Cha msingi ni kuhakikisha unaelewa vizuri kwenye risk management na unaelewa vizuri kwenye trading psychology, kwa sababu kuna mwingine akishaingia sokoni hapa ndio kichwa kinaanza kuwaka moto. Sasa muda huo anaanza kuogopa, sasa hapa inakuaje, hapa inakuaje, vitu kama hivyo. Haya, tuje kwenye upande wa gold. Tuje kwenye upande wa gold forms. Kwa upande wa gold ninachoweza kukushauri kwa upande wa gold, kwa kutumia ile concept ya reaction ya investor, kwamba wanaenda kuchukua maamuzi gani interest rate inapokuwa imetoka na vitu kama hivyo. Kwa upande wa gold mimi ninavyoweza kushauri ni better ukatumia method number 2, kwa sababu risk ya gold ni kubwa sana. Method number 2 inakuwa haina nini, haina shida sana. Na gold siku zote hautoangalia number of candle ama hautoangalia kitu kingine. Gold method number 1 sitoweza kuielezea kwa sababu direction unaifahamu. Hapo unachoenda kuapply ni risk management na risk management na basi ndio unaenda kuapply. Kwa hiyo twende tukaangalia method number 2 kwenye upande wa gold. Gold na yenyewe haifanyi kitu tofauti sana na Nasdaq, lakini yenyewe utofauti wake uko hivi. Kwa mfano forms imetoka ikiwa ina indicate ni kubuy. Mfano ina indicate ni buy. Na gold ikaanza kwa kufanya nini? Kwa kubuy. Ikaanza kwa kubuy. Uwe unafahamu gold mara nyingi ikianza kwa kubuy, siwezi kuambia ni candle namba ngapi, lakini hakikisha hizi zote unakuwa katika minute ya ngapi? Ya 5 minute. Na utulize kichwa, yani usiogope, wala ukiona hivi vitu vinatokea usiogope, tuliza kichwa chako vizuri na relax, ili uweze kuspot ile opportunity na structure yako uweze kufanya nini? Kuiona. Tukianza kwenye upande wa behavior, kwa upande wa gold, tukiangalia behavior, unakuja kuona kama itaanza kwa kubuy, utaanza kuona gold inafanya nini? Ina buy kama kawaida, itabuy. Alafu then ikifika ili eneo la juu itatengeneza rejection. Itatengeneza rejection fulani kama zile ambazo imezitengeneza kwenye Nasdaq, lakini gold inakuwa na rejection nyingi. Kwenye 5 minutes inaweza ikatengenezeka hata candle labda 5, 6 zikawa zimetengenezeka hizo rejection. Then ita drop kuja wapi? Kuja eneo ilikoanzia hapa. Ilikoanzia. Unaweza kaenda ukafuatilia forms inakuaje. Ikishuka mpaka ilikoanzia, make sure unachukua nini? Unachukua entry ya kufanya nini? Ya kubuy. Sasa kuna wengine trader, kwa sababu gold inaanza kutulia sana hapa juu, mtu mwingine anaweza akafanya nini? Akasell. Na hata kwenye Nasdaq najua kuna wengine wamejiuliza, hivi kwa nini nisisell? Kama najua hapo itaenda kushuka chini, kwa nini nisisell? Alafu then ndo nije ni close hii iwe ni take profit yangu, niondoke tena na buy nyingine. Mimi kwa upande wangu, kwa sababu tayari market ishakuonyesha it's a buy, huwa sipendi kwenda against na news inavyotaka, kwa sababu unaweza ukasema ngoja ni sell hii eneo, alafu price ikaendelea ikafanya nini? Ikaendelea kubai, isirudi tena huko eneo la wapi? La chini. Kwa hiyo the safe side ni wewe kuisubiri price ifanye nini? Idrop kuja mpaka pale ilikofanya nini? Ilikoanzia. Hii sehemu never cheat, kwa sababu inaporudi katika eneo la inaporudi low ama chini, maana yake ukichukua entry, possibility kubwa ni wewe kufanya nini? Kutengeneza faida, kwa sababu itarudi kule kule ambako market inataka kufanya nini? Kuelekea. Kwa hiyo unavyo trade Nasdaq kwenye upande wa hii structure na behaviors, na hata kwenye gold, hakikisha unatuliza kichwa vizuri, utakuja kuona structure ya namna hii ambayo inatengenezeka kama V hivi, kama V fulani ama inverse V. Kwa hiyo
Kikitengenezeka kitu cha namna hii, hakikisha unafanya nini? Una buy ili eneo na unaweka stop loss zako. Sasa gold ina risk management tofauti na kwenye NAS 100. Tunaenda kuonyesha namna gani kwenye gold utaweza kufanya. Kwa hiyo hakikisha tumia risk management nzuri na unaweka take profit ama stop loss zako vizuri ili uweze usiiti ile stop loss. Tuna avoid sana na kuiti stop loss kwa sababu gold na yenyewe iko very powerful. Ukimess up kidogo unaweza ukajikuta unaingiza kwenye unapata hasara nyingi, ama unaiti ile stop loss katika ambavyo mazingira ambayo ukitakiwa kufanya nini, kuiti ile stop loss. Na gold inatengeneza opportunity nzuri. Kama uta trade forms kwenye upande wa gold unaweza ukapata pips nyingi sana, na yenyewe gold iko na pips nyingi sana, more than unaweza ukatengeneza hata pips hata 2000 unaweza ukazipata kwenye upande wa nini, wa gold. Sasa yenyewe huwa iko stable. Kujua kwamba niweke take profit sehemu gani, lazima tuangalie market structure. Kama mtu utaamua kutumia njia ile ya kwanza, basi inakuwa haina nini, haina changamoto yoyote, unaweza ukatumia njia ya kwanza. Mpaka hapo sihitaji kukaa sana, tuende njia news nyingine ambayo ni NFP. Tuende kwenye NFP news. Tuende kwenye NFP. Kwanza kabla hatujaenda kwenye NFP, kuna kitu kingine niongezee hapa. Kwa mfano, hizi news zote tumeziona kwenye Nasdaq na kwenye gold. Kwa mfano, labda Nasdaq forms imeanzia hapa ikapanda juu, alafu sasa wewe ukao unasubiria ni lini itarudi hapa, ni muda gani ambao itaanzia hapa kurudi. Huku imeanza kwa rejection, afu ukaweka hii entry yako ukaiweka ili eneo, ukao unasubiria ni muda gani itaanza hapa. Mimi huwa na prefer ni bora kutumia nini, kutumia buy limit. Kwa sababu gani? Vyovyote vile itakavyokuwa, hata kama itachukua masaa 6 kufika hiyo eneo, huo unafahamu kwamba market itarudi katika hili eneo. Sasa itakaporudi lazima itafanya nini, itarudi tena huko upande wa nini, wa juu. Kwa sababu kuna mwingine anaweza akakosa patient au uvumilivu, akajua hapa sasa ni muda gani itarudi, ama akakaa masaa mawili akaona market haijarudi, akaashumu kwamba haitorudi. Hata kama ni next day, huo unafahamu kwamba market itarudi hili eneo na itapanda kurudi forms ilikoelekea, ama hii interest rate direction iliyo toka itaifuata ile. Kwa hiyo usi give up, sio ni mtu wa ku give up, kwa sababu soko lenyewe linahitaji patience, unahitaji kuvumilia ili kuweza kutengeneza nini, kutengeneza opportunity. Tuje kwenye NFP news. NFP news ziko news ni 3 news. Kumbuka jana tuliziangalia, zinakuwa ziko news 3. Ya kwanza ambao ni ile ya average earning hours, alafu ya pili ni NFP yenyewe, na ya tatu ni unemployment rate. Sasa hizi news zote inabidi zifanane nini, zifanane direction. Direction itoke ikiwa ni hiyo moja, isipishane direction. Direction akisha zote zinafanana, ziwe hiyo moja. Sasa ikitokea direction imefanana, there is nothing new kwenye upande wa NAS 100. Ndio maana kuna brother mmoja alisema kwamba ukishafahamu namna ya kutrade Nasdaq ama US30, sometimes hata hizi pair unaanza kuziona kama hazifai, kwa sababu Nasdaq ina tabia ya kurudia vitu vile vile. Yaani ina tabia ya kutengeneza vitu vinavyofanana kiasi kwamba inakutengenezea mazingira ambayo ya wewe kutengeneza faida kwa njia ambayo sio ya wepesi sana, lakini kuna urahisi sana kulinganisha na hizi nini, na hizi pair. Kitu kwenye NFP kama direction zote zimefanana, kwamba huku wote wameonyesha buy, direction imefanana, wote wamefanya nini, wamebuy, huo unafahamu itaenda kutengeneza kitu kama kile kwenye upande kilichotengenezeka kwenye upande wa nani, wa forms, kwamba itatengeneza itaanza labda kama ni kubuy, itabuy then itarudi to the same point, itatengeneza structure ya namna hii. Kwa hii structure tunaweza tukasema ni structure mama unapokuwa unataka kutrade hizi news NFP, ama unataka kutrade forms, ni structure ambazo ni mama. Kwa hiyo kitu kile ambacho tumejifunza kwenye forms unaweza ukakihamishia kwenye NFP, itarudi katika hili eneo, na baadaye pale utaweza kubuy kwenda nayo unavyotaka
wewe. Take profit utaiweka katika hii eneo na entry utaweka hii eneo. Uzuri nadhani hizi news zote tunaweza kuziona kama tutakuwa pamoja mpaka next month, Mungu akitufikisha salama, basi tutaweza kuiona news moja baada ya nyingine. Tunaweza kuona news moja baada ya nyingine, tunaangalia tabia zake. Sasa hii inaendaje kutoka, inaenda kutoka hivi, inaenda kufanya hivi, inaenda hivi. Kwa hiyo yote hayo tutaweza kuyaona kwenye nini, kwenye hizi news ambazo zinaenda kutoka. Cha msingi ni kuwa na passion, usiwe na haraka, usiwe na tamaa ya kwenda against na ile risk management ambayo unaitumia wewe ama ambayo tumejifunza hapa darasani, na kuhakikishia matokeo lazima utayaona, lazima utapata tu matokeo, kwa sababu Forex is all about the principles, especially hizi news za NFP, news za form, ni kufuata tu zile principle. Twende kwenye news nyingine, even kwenye gold. Hata kwenye gold utafanya kama ilivyofanya kwenye nini, kwenye forms. Twende kwenye CPI. Hii news ya CPI ndio inayokuwa na changamoto kidogo. CPI mara nyingi, kwa sababu tunahitaji kutumia njia ya kwanza. Kwa sababu gani? CPI wakati mwingine huwa haireact kama zilivyo. Mwalimu. Yes. Umeelezea NFP kwenye upande wa nasi na gold. Vipi US30 pia inakuwa kwenye mlengo ule ule kama tulivyoona kwenye form kwamba tunaiacha? Okay. Yeah. Hata US30 inakuwa hivyo, lakini mwanzoni kama sio tulikuwa pamoja, nimewaambia kwamba kama unataka kutrade Nasdaq kwenye hizi news ama US30, yani kwamba unataka kutrade kimoja wapo, kutrade forms ama NFP ama CPI, ni bora ukachagua Nasdaq. Kwa sababu gani? Structure kwenye upande wa US30 kuna wakati mwingine zinatengenezeka, kuna wakati mwingine zinagoma, lakini kwenye Nasdaq inatupa kitu ambacho ni clear sana, especially hizi forms, CPI ama NFP zote inakuwa inatupa nini, structure ambayo inaeleweka. Kwa hiyo kama unataka kutrade news kwenye upande wa Nasdaq, labda mimi ukasema mimi sitaki kutrade gold, la nataka ni trade labda Nasdaq ama US30, ni bora ukachagua Nasdaq. Nasdaq kwenye news inakuwa inatoa matokeo ambayo ni mazuri comparing to nini, to US30. Ndio maana hapa US30 sijataka kuizungumzia kwa sababu mwanzo niliwaambia hichi kitu. Kwa hiyo kama unataka kutrade hizi Nasdaq ama US30, tumia hii Nasdaq. Japokuwa hata US30 itareact kama ilivyo Nasdaq. Japokuwa US30 wakati mwingine haitengenezi structure ambazo tunakuwa tunazitaka sisi. Yaani kama hivi, structure hii ya kurudi huku, unakuta haifanyi. Inaweza ikafanya hivi, ikaishia juu, alafu ikarudi tena. Kwa hiyo maana kama ulikuwa umeweka hapa mimi umesubiri entry, unakuwa umeshaikosa. Lakini kwenye Nasdaq unakuta inarudi pale pale ambapo umeweka na unaondoka nayo vizuri bila shida yoyote. Asante mwalimu. Okay. Tuende kwenye upande wa CPI. CPI kitu ambacho naweza nikasuggest, hata mimi huwa nakifanya sana. CPI kama nikitaka kutrade CPI, kwanza ni news nzuri sana. Lakini changamoto yake yenyewe wakati mwingine hairudi ilikoanzia. Inaweza isirudi ilikoanzia, inaweza ikaondoka moja kwa moja, ama wakati mwingine ikarudi pale ilikoanzia. Sasa CPI uzuri wake ni mmoja, kwamba kuna kuwepo na taarifa nyingi sana ambazo kwenye source tofauti tofauti tunaweza tukaziangalia kwamba tukaja kujua kwamba CPI sasa hivi ni kitu gani kinaenda kufanyika. Njia ya kwanza tukayoenda kuangalia ni kuangalia interest rate. Interest rate iliyopo, watakuwa wanazungumzaje kuhusiana na interest rate iliyopo? Kama wanasema kwamba interest rate iliyopo ni kubwa, maana yake kama kuna CPI inaenda kutoka next month, prediction zetu zinaweza zikaweje? Interest rate ikiwa kubwa, CPI inaweza ikawaje kwa jinsi tulivyosoma? Mshasahau. Tulizungumza concept moja tukasema njia mojawapo ya Federal Reserve ana control CPI ama mfumuko wa bei ni ku-increase interest rate. Aki-increase interest rate atafanya wale wafanyabiashara na wenyewe wana maintain ile bei, na hata ile purchasing power ya currency moja moja inaweza ikawa iko strong. Kwa hiyo kama iko strong, maana yake the higher interest rate, hii CPI inakuwa iko nini? Iko low. Kwa yule mtu ambaye anataka kutrade kwa kutumia method namba moja, akiwa ameshafahamu, ameshafanya research zake, amejua
Hizi source nitakuja kuwapa. Tukienda kwenye daily mtakuja kuona, nitakuja kuwapa namna gani ya kuziangalia hizi. Unaweza kufahamu kwamba sasa hivi kama interest rate ya sasa hivi iliyopo wanaiongelea labda bado ni kubwa. Maybe labda Donald Trump bado ana complain kwamba interest rate iliyopo sasa hivi ni kubwa sana. Maana yake kinachoenda kutokea kwamba kuna uwezekano kama interest rate inaenda kutoka ya mwezi unaokuja ikawa iko nini? Iko low. Lakini vile vile tutaangalia interest rate wanaizungumzia vipi. Wanaizungumzia kwamba sasa hivi inaenda kudrop ama wanaizungumzia inaenda kufanyaje. Kwa hiyo zile previous ukikuta labda interest rate labda ilikuwa 1, actual forecast ikawa labda ni 0.5 and actual hatujui sasa ni ngapi, bado haijatoka, hatujui ni ngapi inaenda kutoka. Unakosha fahamu kama ilikuwa ni previous 1 na forecast wanaizungumzia ni 0.3, maana yake hii inaenda kushuka. Mfumuko wa bei unaenda kufanya nini? Unaenda kushuka. Kwa hiyo kama ni kwenye Nasdaq tunaenda kufanya nini? Kubuy. Interest rate ni news ambayo ikitoka vile vile, kwa mfano ikatoka ni 0.3, huwa iachi ile week. Hamna wiki yote ambayo inaiacha. Yani kama kwenye forms nilivyowaambia kwamba kuna weeks fulani inaiacha, kama ni kubai inaacha mkia afu inapanda juu. Huwa iachi hivyo. Inaondoka moja kwa moja. Yani ilikuwa kufungukia ni hapo hapo, kama ni kubai inabai moja kwa moja. Kwa hiyo kama ni mtu ambaye ametrade kwa kutumia method namba moja, unachotakiwa ni kuzingatia zile methods, kuzingatia risk management nzuri na kuzingatia calculation, lot size gani utumie kulinganisha na mtaji wako. Sasa hayo mambo yote tutaenda kuyasoma kwenye risk management, na waombeni sana tutakaposoma risk management uconnect vizuri na hapa kwenye CPI ama uconnect vizuri na hapa kwenye hizi fundamental, namna ya kutrade ili uweze kufanya nini? Kutengeneza matokeo ambayo ni mazuri. CPI mara nyingi na yenyewe ina move pips nyingi sana. CPI kwa mfano ikitoka vile vile data zilivyotoka inaweza ikamove mpaka pips 500. Kwa upande wa nani? Wa Nasdaq pips 500, wakati mwingine ikaenda mpaka hata 600, 700 inafika. Kwa kama ni mtu unataka kuweka take profit, hakikisha unaiweka kuanzia hiyo. Unaweza kuweka take profit kwenye pips 400 ama pips 500, isizidi hapo mara nyingi, lakini wakati mwingine inaweza kaenda mpaka pips 600, 700, wakati mwingine inafika hizo pips. Kwa hiyo kama utatrade kwa njia namba moja, zingatia hiyo kitu. Lakini kama utaamua kusubiri, sasa ngoja nisubiri kama itaweza kutengeneza ile njia namba 2 ama method namba 2, wewe unafahamu ikirudi kwa mfano imeshoot, ikiwa imebuy kama hivi, wewe unafahamu price ikidrop ita drop to the same area hapa, ita drop hapa na ndio itakuwa sehemu ya kufanya nini? Ya entry yako ya kufanya nini? Ya kubuy. Na ukibuy hii eneo ukaona maybe imefika hili eneo hapa katikati, unaweza ukaja ukaweka stop loss kama utapenda, ama ukaiacha ukaja ukatokea hapa nini, ikawa ndio take profit yako. Kama utaweka stop loss hapa katikati, unaweza ukaiacha ukaihold ikaendelea zaidi na zaidi, kwa sababu CPI mara nyingi inatoka kabla ya ule muda wa daily news. Tunaenda kuona kuna news ambayo huwa inatoka ya kila siku kwenye upande wa daily news. Wewe unafahamu kama CPI imetoka ina indicate kubuy. Ukija kwenye daily news itakayotoka na yenyewe itakuwa ina indicate kubuy. Ndio maana tunasuggest kwamba kama mtu atatrade CPI ilifanya hivi na ikarudi katika ile eneo na akabuy hapa, inabidi aisubiri trade ya hold at least mpaka hata saa 2 usiku. Saa 2 usiku ama wakati mwingine hata saa 12 jioni ama saa 1 jioni, kwa sababu kuna news zote zinakuwa zimefuatana ambazo zina indicate kufanya nini? Kubuy. Hapa kuna mambo mengi ya kuconnect ili tuweze kutengeneza kitu kizuri. Kitu ambacho ni kizuri, lakini kitu ambacho unatakiwa ukifahamu kwamba inapotokea market imetengeneza V structure katika 5 minute na CPI ilikuwa imetoka, wewe unajua ni opportunity nzuri sana kwako wewe kufanya nini? Kuibuy. Kwa hiyo hata mtu ambaye amebuy kwa method namba moja akatengeneza faida, akawa amehit take profit labda ya pips 400 ama pips 500, anaweza akasubiri price ikadrop, then ikaja sehemu hii akabuy mara nyingine ya pili. Au zuili, unaweza ukabuy kwa mara nyingine ya pili na ukatengeneza faida kwa mara nyingine tena. Kwa hiyo hii news ina apply kwenye PPI, ina apply same thing. Kwenye gold ina apply same thing kwenye upande wa nini? Wa PPI. Hamna kitu kinachokuwa kinatofautiana. 5 minute inatusaidia sana sisi trader. Nadhani kama kwa watu ambao mshafuatilia wale trader ambao ni wazuri kwenye mitandao ambao sio fake, lakini wale ambao ni wazuri, unaweza ukaona kwamba
chati zao nyingi wanazokuwa na display kama watu wanao trade Nasdaq ama trader wanao trade Nasdaq ama gold, unaona wanakuwekea sana 5 minute, wengine wanashuka mpaka 1 minute. Unaweza ukawa unajiuliza kuna nini? 5 minute kwenye Nasdaq inatusaidia kuona zile structure ambazo zinakuepo. Structure tunaenda kuzisoma, ziko nyingi hapa. Hapa mimi nakuonyesha tu hizo ambazo ni za nini? Ni za upande wa news, lakini tutakapoenda kusoma technical analysis nitakuonyesha structure zote kwenye Nasdaq ambazo tunazitumia kutrade Nas 100, na utaanza kuziona ziko clear tu kwamba unaziona ziko hivi. Hata kwenye gold iko vile vile na yenyewe unaanza kuziona kwamba kija sehemu hii natakiwa nifanye hiki, ikifanya hivi natakiwa nifanye hivi. Mpaka hapo tuko pamoja? Kwa hiyo kwenye PPI utafanya hivi, kwenye news zingine ambazo ni kama forms kama tulivyosoma hapo kwenye NFP utafanya hivyo hivyo. Katika kitu kingine sasa cha kuzingatia, kwa mfano imetokea CPI ilikuwa inakuonyesha itabai, data zimetoka vile vile ambao ulikuwa una expect, labda previous ilikuwa labda 0.4, actual ilikuwa labda 0.4, I mean forecast, and actual ikatoka ni 0.2 forecast, alafu hapa na penyewe ikatoka ni 0.2. Kwenye Nasdaq maana yake tunafanya nini? Tuna buy. Kwenye Nasdaq tuna buy, lakini siku hiyo labda pakawepo na news nyingine ambayo imevuruga hiyo trade, kama news ambazo zimetoka kipindi hiki, wiki iliyopita na wiki hii, zikavuruga hiyo trade, afu market haijabai, ukakuta market imefanya nini? Imefunguka kwa kusell. Usije ukatumia concept yoyote ile kwamba ikirudi huku labda nifanye nini? Ni sell. Hapana. Ukiona imeenda against na hizi data za previous, forecast and actual, wewe unafahamu kwamba hiyo siku ishaharibika. Kwa hiyo kama imeharibika, sitaki kutrade CPI kwa njia ya namna yoyote ile. Ikitokea imeenda against, kama jana nilivyowaambia kwamba wakati mwingine unakuta kuna fundamental ambayo ipo kwa siku hiyo ambayo ni kubwa sana, ambayo imeinterfere hizi labda kama CPI ama forms ama na news nyingine, ikitokea ikaziinterfere na zimeenda tofauti na ulivyotarajia, hakikisha usitrade, kwa sababu kuzuia mtaji wako usipotee ni jambo la msingi sana. Nitaenda kuwaonyesha kwenye risk management, lakini njia ya kwanza ambayo unatakiwa kuitumia as a trader ni kunamna ya kuprotect mtaji wako. Kitu chochote tunachokisoma hapa, njia ya kwanza ambayo unatakiwa kuitumia ni namna gani unatakiwa kuprotect mtaji wako. Njia ya pili ni namna gani natakiwa nitengeneze faida. Faida always inakuja ya pili. Hata biashara nyingine, mfanyabiashara anapofungua duka anaanza kujiuliza, hii biashara ina faida, ina hasara gani? Naweza nika minimize hasara kwa staili gani? Je, ina matapeli hii biashara? Matapeli tunawazuiaje? Kwa mfano watu wenye biashara labda ya money, hizi transfer, M-Pesa, Tigo Pesa. Huwezi kuanzisha M-Pesa na Tigo Pesa hujajua ni namna gani nitapambana na fraud. Fraud wanatumia njia gani? Ukiingia tofauti na hapo unawaza faida, wewe unafahamu fraud wanakupitia, wanaondoka na mtaji wote. Kwa hiyo hata kwenye forex lazima iwe hivyo, kwamba njia zote tunazozitumia tunaanza kuwaza kwamba ni namna gani tutaprotect mtaji wetu, then tuweze kutengeneza faida, kwa sababu faida is always there. Ukifanya vitu sahihi, faida ipo. Ukifanya vitu ambavyo unavijua wewe mwenyewe, hasara lazima ukutane nayo, whether you want or not. Mpaka hapo any question? Nimeeleweka kwanza mpaka hapo? Any question? Any question? Nadhani kwenye upande wa technical hapa mnaweza usielewe vizuri. Kama hujanielewa vizuri kwenye upande wa technical, wala usiwe na wasiwasi, kwa sababu tunaenda kujifunza technical kama full ilivyo ya upande wa gold, tunaenda kujifunza technical kwenye upande wa Nasdaq na US30. Kwa hiyo kama hujanielewa vizuri, huenda labda market structure hizo zimekuchanganya kidogo, tunaenda kuzisoma structure moja baada ya nyingine, na maana utapata picha ambayo ni nzuri. Ukija kuconnect na huku itakuwa safi, na ukiconnect na risk management itakuwa safi sana. Utaanza kuona entry vizuri. Na next starting from tomorrow tunaanza daily news. I'm very sure tukisoma daily news vizuri na mkaielewa vizuri, starting from next week mnaanza kuona entry za Nasdaq, mnaanza kuona direction. Entry mnaweza msizione, lakini direction ya Nasdaq kwamba sasa hivi inaenda kubuy, sasa hivi inaenda kusell. US30 mtaona inaenda kubuy, sasa hivi inaenda kusell. Vile vile hata kwenye gold mtaanza kuiona kwamba gold sasa hivi inaenda kufanya nini, inaenda kubuy ama inaenda kusell, kwa sababu daily sio kama hizi kalenda. Daily zenyewe zipo kila siku. Kalenda
ipo mara moja moja, kama tunavyoona kwamba tarehe fulani ndo kuna kalenda, tarehe fulani kuna kalenda, lakini daily news zipo kila siku na ndo zinazotupa direction ya soko. Soko inaenda wapi? Inaenda kubuy. Inaenda wapi? Inaenda kusell. As a trader unakuwa ushafahamu hiyo direction. Kwa hiyo ukizifahamu hizo, unakuja na connect na nani? Naweza nikakuchorea hapa kwamba daily news zimekupa direction, inakupa direction, unakuja una connect na technical analysis. Technical analysis. Ukiconnect technical analysis hapa unaweza kujumlisha na behavior kidogo, behavior. Afu then unapata nani? Entry. Unapata entry. Sababu huyu daily anakupa tu direction, lakini entry unakuja kuipatia hapa kwa technical analysis and behavior. Ndio unakuja kupata entry and exit point. Ndio maana nawashauri sana tunapokuwa tunasoma, usije ukawaza kwamba kitu kimoja kitakutolea kitakupa matokeo. Yaani lazima uconnect kwamba kuanzia hata daily uconnect, ujue ni namna gani hapo unakuja unaunganisha tena technical, unaunganisha na behavior kidogo, unapata entry, unapata exit. Ukiona hivi vitu vimekosekana, wewe unafahamu kwamba hiyo siku mimi sitaki kutrade. Na kwenye kichwa chako inabidi uweke mindset kwamba kama ilivyo biashara nyingine yoyote, kwamba kuna wakati mwingine mfanya biashara anaenda dukani anakosa wateja, anajiuliza siku ya leo imekuwaje. Hata kwenye forex na yenyewe iko hivyo. Kuna siku nyingine entries zinakuwa zionekani. Kuna wakati mwingine unaingia sokoni, market haitengenezi kitu ambacho unakihitaji. Kwa hiyo usije ukaforce mazingira. Ukikutana na mazingira ya namna hiyo, wewe unafahamu kwamba hii siku mimi natakiwa nitulie. According to my experience, mimi naweza nikaanza Monday to Tuesday ukakuta sija trade. Wednesday ikafika hiyo siku nikaangalia soko nikawa sijapata entry ya kueleweka. Lakini Thursday inafika naanza kuona structure sasa fulani imetengenezeka, nachukua entry, naondoka na faida Thursday, naondoka na faida Friday. Wiki inakuwa imeisha vizuri. Kwa hiyo ni kama biashara nyingine yoyote ilivyo, lakini kuforce mazingira, wale watu ambao wanasema tuna force huu mwaka wa kuforce, ukiforce kwenye forex unapoteza hela, kwa sababu forex mistake yoyote inayotokea unapoteza pesa, mistake yoyote unapoteza hela. Kwa hiyo ku avoid hayo mazingira, na washauri sana tutulie, tujifunze vizuri na tufanye vitu kwa usahihi. Ni bora ufanye vitu kwa usahihi viwili ama vitatu vikupe faida kuliko kufanya vitu ambavyo sio sahihi vingi, alafu mwisho wa siku vinatengenezea unapoteza amount ama mtaji wako unapungua, unakuwa na omega kila siku kidogo kidogo. Sio jambo ambalo ni zuri. Mimi ndio ushauri wangu kwa upande wa forex, na nitaendelea kuzungumza vitu vingi kulingana na experience. Napenda sana kushare experience ili wewe ambaye labda unataka kufanya forex usifanye makosa ambayo yashafanyika. Kuna mambo ya mtandaoni ambayo yanaendelea, unakuta mtu ana deposit $5 ama $10, 10 USD analyze mpaka dola labda 2,000, ama wakati mwingine mpaka dola 20,000 mpaka elfu ngapi. I say usije ukafollow katika hizi nani mambo ya namna hii, usije ukafollow. There is no money ambayo inaweza ikawa hivi. Mimi ukiniambia kwamba hii dola 10 umeitrade labda after 2 years ama 1 year ama 6 months umeweza kufikisha labda dola 2,000, nitakuelewa. Lakini unakuta ametoa dola 10 just 10 minutes ameshafikisha hiki kiasi. Usije ukafollow katika njia za namna hiyo. I assure you, asilimia kubwa wanaofanya hivi, that is a scam. Yaani kuna namna fulani ambao wanakucheat ambazo siwezi kuziexpose hapa, kwa sababu watu wengine ni biashara za watu wengine. Watu wengine wanakuuzia marobot, vitu kama hivyo. Lakini njia ambao wanaitumia sana, unakuta wana deposit, alafu ikishaingia kwenye faida fulani ana withdraw ile amount, kiasi kwamba wewe uweze ukanote kile kitu. Kwamba kama nimedeposit dola 5,000, faida price ikatengeneza ikaenda mpaka labda dola 30,000 mfano. Naweza nikachukua hii dola 5,000 katika mtaji wangu nika withdraw labda dola 4,990. Kwa hiyo hapa amount inayokuwa imebaki ni dola 10. Kwa hiyo hapo kwenye dola 10 unayokuwa unaiona inakuwa imebeba kiasi chote hiki. Sasa katika mindset ya kawaida kwa sababu unaona wewe unahitaji pesa, unahisi kwamba huyu mtu alianza na mtaji wa dola 10 ndio umefika huko. Hapana. Anakuwa anaanza na mtaji mkubwa, anakuja kucheat katika mazingira namna hii. Kwa hiyo mimi naomba kama umeingia kwenye darasa letu hili, hakikisha unatuliza akili. Usiwe scammed katika njia ambazo sio sahihi, ama njia ambazo ni za kitoto. Wakati mwingine unapoteza pesa zako, unaenda kununua robots unakiamini kwamba nikitumia hii robot nitakuwa na withdraw kila siku, nitakuwa na trade kila siku, napata faida. Market ni biashara. Na wale ambao ni kaka zangu 35 years, 40 years,
45 mnaelewa principle ya pesa, yani pesa kuna namna fulani na principle zake. Kuna vitu lazima uvifanye ili uweze kuliwadi kiasi ambacho ni kizuri. Lakini haya mambo ya haraka haraka ya wakati mwingine yanatupelekea kutapeliwa ama kupoteza kiasi kikubwa wakati mwingine vitu